Taarifa kwa umma. Leo tarehe 10 mwezi wa 3 2026, kesi iliyokuwa inawakabili askari wa mamlaka ya Mji Mkongwe kwa ukiukwaji wa haki za binadamu, kuwapiga wafanyabiashara wadogo wadogo maeneo ya Darajani na kuwachukua katika ofisi zao za mamlaka ya Mji Mkongwe, hatima yake leo imefanyiwa maamuzi. Miezi minne iliyopita tumekuwa tukipanda tukishuka kufuatilia kesi yetu kutoka siku ambayo walipandishwa mahakamani na Jeshi la Polisi. Nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwanza kwa Jeshi la Polisi mkoa wa Mjini, na kwa vile natoa shukrani zangu za dhati kupitia Jeshi la Polisi mkoa wa Mjini hapa, manake kuanzia RPC. Lakini la pili, hapo kwenye Jeshi la Polisi, OCD wa wilaya ya Mjini, kwa hakika wamefanya kazi kubwa ya mfano. Watu kama sisi ambao ni wanyonge wametusimamia kuhakikisha kwamba kesi ile, baada ya kujiridhisha kwamba ilikuwa na sifa ya kupanda mahakamani baada ya kupata hati ya mashtaka, wakaona licha ya kuwa haki ilitaka kupigwa mateke, lakini wakaona haja wawapandishe mahakamani. Leo kesi hatima yake imefanyiwa maamuzi. Hilo moja. Lakini la pili, hapo kwenye Jeshi la Polisi halijamaliza kazi. Mnayemuona huyu aliyevaa jezi ya Simba, huyu anaitwa Idi Shabani Mbega. Kama mtakumbuka siku niliyotoa klipu yangu, kama kuna kijana nilimgeuza mgongo, akiwa mgongo kafanya wekundu kama pweza aliyechemshwa, ni huyu. Lakini mpaka sasa kesi yetu haijapanda mahakamani. Tuwafahamu kwamba jalada tumejiridhisha lipo ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka. Ni matumaini yetu kupitia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, kutoka sasa hivi tutapata hati ya mashtaka, na ni matumaini yetu kwa Jeshi la Polisi pale tu tutakapopata hati ya mashtaka watatupa ushirikiano kama walivyotupa sisi watu wawili ambao mimi na Ronji majalada yetu yalipanda na hatima yake leo kesi imefanyiwa maamuzi. Lakini si Idi tu, hata Ustazi Muhammad na yeye ni mmoja katika wahanga, bado yeye jalada lake halijatoka hata kituo cha polisi Malindi. Ni matumaini yangu kupitia Jeshi la Polisi mkoa, Jeshi la Polisi wilaya litafuatilia jambo hili kwa ukaribu mkubwa, kuhakikisha kila jalada ambalo halijapanda lipande mahakamani, kila mmoja aje apate haki yake kutokana na alichofanyiwa. Leo bahati mbaya wale wanawake hatunao hapa, lakini na wao jalada lao halijapanda. Nimeambiwa tu kama limefika kwa OCD pale Ng'ambo Station, lakini sijajiridhisha. Nitaenda kulifuatilia nijue ni kweli au ni uongo. Lakini kama ni uongo, popote lilipo, tunaomba Jeshi la Polisi liharakishe. Muda umeshakuwa mkubwa, wenyewe kesi wanaitaka au tunaitaka, kutokana na makosa ambayo tuliyofanyiwa. Asifikirie kama kuna mtu tutarudi nyuma au tutakata tamaa. Mimi nimekuwa mfano wa haya ambayo nazungumza leo. Majalada mawili katika mahakama hii ya mkoa wa Mjini yamefanyiwa maamuzi. Ndugu wananchi, hapa nyuma alijaribu kidogo kuichezea mahakama, walifikiria labda ni jengo leo la Mji Mkongwe analoenda Kihashwana kule, lakini kwa sababu mahakama imejitambua, hatima yake leo ilikuwa tunakuja kwa ajili ya usikilizaji wa kesi, lakini walipofika leo mahakamani wameiomba mahakama wasomewe upya kesi ili wakubali, na hatima yake baada ya kusomewa upya wamekubali wote
watano katika 7 ambao 2 hawajahudhuria, lakini 5 wamehudhuria, wamekubali makosa yao kwamba ni kweli walifanya hivyo. Nini maana yake au nini kimetokea? Mahakama imewatia hatiani. Baada ya kuwatia hatiani, mahakama imetoa hukumu kutokana na majalada mawili yaliyopanda. Jalada la kwanza ambalo limefanywa maamuzi linamhusu Ronji, huyu hapa aliyevaa shati nyeupe huyu. Kesi yake ilikuwa CC 212. Maamuzi yaliyofanywa, wametiwa hatiani kila mmoja katika askari wa mamlaka ya mji Mkongwe waliohusika au tuliowapandisha mahakamani kulipa fidia. Sore, haikuanza na fidia, imekuja na faini $200,000. Halafu hapo wametakiwa kumlipa Ronji fidia shilingi $300,000 kwa kila mmoja wapo. Baada ya hapo likaja faili ambalo linanihusu mimi sasa kama mimi, ambalo ni CC 213. Hasa kwa vile faili la kwanza ilikuwa lishafanywa maamuzi, likaonekana ni kosa jingine, hapa kidogo pakaja tofauti ya maamuzi, na hapa ndipo patamu na ndipo tunapoelekea. Maamuzi ya pili ambalo ni faili langu mimi, yamekuja maamuzi haya. Kwa upande wa fidia imekuja ile $300,000, lakini kwa upande wa faini imegeuka kidogo, imekuja shilingi $2.5. Lakini nimesahau kitu hapa. Kwenye ile kesi ya Ronji ambayo ni ya mapema ile, wakishindwa kulipa ile fidia ambayo iliyoamuliwa na hakimu, wanaenda jela 1.5 mwaka. Kwa upande wa kesi yangu mimi, kwa sababu ilikuwa ni kosa la pili, imeonekana kwamba shafanya kosa la kwanza, moja kufanya kosa la pili, wakishindwa wanaenda miaka 3. Tunawaombea Mungu yule mkorofi wao aliyewatuma kule, mwanamke yule Asha, akatae kutoa hii fedha, kwa sababu wao kama hao hawana uwezo wa kutoa fedha hii. Tunawaombea Mungu washindwe, waende wakatumikie jela, wakaone machungu ya ujinga waloufanya. Natoa wito wale wote waliofanyiwa makosa haya tarehe 26 mwezi wa 6 2025, tusikate tamaa. Na kwa vile tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, tusikate tamaa katika rehema zake. Hakuna jambo jepesi. Kuna wengi wamekata tamaa, kuna wengi hawafuatilii. Fuatilieni. Sisi tumefuatilia, leo hatima yake kesi imeshafanyiwa maamuzi. Ingawa maamuzi yaliyofanywa leo tumekubaliana nayo, tusiwe wanafiki, lakini ofisi ya mkurugenzi kidogo ya mashtaka imewabeba. Lakini tumekubaliana na maamuzi ya mahakama, na hapa hatupo kuisema vibaya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, lazima mtu elewe vizuri, isipokuwa kwenye kuibeba mmeibeba. Na kwa vile hili lilikuwa ni faili la kwanza na la pili, ni matumaini yetu likija likipanda la 3, likija likipanda la Muhammad la 4, kuna la wanawake waliowadhalilisha mchana kweupe, waliowavua nguo, waliowatia mikono ya chini. Tuna imani kabisa yakija kipanda haya matatu, insha Allah. Niliwahi kusema katika klipu yangu ya mwanzo tarehe 28 mwezi wa 6 2025, kama tulichofanyiwa ni haki, mimi sina tatizo. Lakini kama tulichofanyiwa si haki, nilisema haki itaenda kusimama, na hatima yake leo tarehe 10 mwezi wa 3 2026, haki imesimama. Haki inaenda kusimama tena kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hili haliishi mpaka litakapokwisha. Nataka niwaambie askari walohusika mamlaka ya mji Mkongwe, hawa 7 ambao tunabahatika kuwajua kwa majina, wallahi wa billahi wa tallahi, hatujamalizana na nyinyi. Na kama hamuamini hatujamalizana na nyinyi, mtaona, mtashuhudia. Tunasubiri, wazungu wanasema matter of time, time ya muda tu. Lakini sisi na nyinyi hatujamalizana. Mlivyotufanyia hatukubali. Tutaenda na nyinyi mpaka tujue hatima. Hilo lilikuwa moja. La mwisho, askari ya mamlaka ya mji Mkongwe katika mwendelezo wa kesi hii waliiandikia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kukubali kosa. Kabla ya kesi ya leo,
kuiomba mahakama kwamba wasomewe upya ili wakubali kosa. Hapo nyuma walikataa, lakini walipoona nenda vibaya wakaiandikia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kutaka maridhiano na sisi waliotufanyia haya, na wakasema wazi kwamba wao walioyafanya wametumwa na mkurugenzi au kaimu mkurugenzi Asha. Sasa hapa nataka nizungumze na Wizara ya Katiba na Utawala Bora. Kwa mujibu wa sheria zenu, mtu kama huyu anapaswa kubakia ofisini tena huyu? Kama ilikuwa ni issue yao, si kweli, ni kweli. Leo mahakama imeshatoa utata, imeshafanya maamuzi. Je, anapaswa kuendelea tena katika kiti kile kukikalia huyu?